Mapema mwezi huu waziri wa ardhi Deogratias Ndejembi alifika Njombe kwa lengo la kusikiliza na kutafuta suluhu ya mgogoro wa ardhi kati ya wakazi wa kijiji cha Magoda, mtaa wa Lunyanywi na kanisa la KKT, na baadaye aliunda timu maalum ya kufanya tathmini ya ukubwa wa mgogoro huo. Tunatuma timu hapa ya kuja kuweza kufanya tathmini ya uvamizi wa eneo hili, kwamba ni watu wangapi waliovamia eneo hili, na kipindi hicho kuanzia sasa naweka marufuku ya ujenzi wowote au uvamizi wowote kuendelea katika eneo hili. Hivi leo timu ya wataalamu kutoka Wizara ya Ardhi na Halmashauri ya Mji wa Njombe imewasili katika eneo linalodaiwa kuwa na mgogoro kwa lengo la kufanya tathmini kama maelekezo ya waziri yalivyotolewa. Lakini wakazi wa maeneo haya kupitia viongozi wao wa vijiji na mitaa waligoma kushiriki mchakato huo. Wao walikuwa wanalazimisha kwamba watu waende site, kila mmoja asimame kwenye nyumba yake ili aweze kutoa taarifa zilizokuwa kamili. Kama eneo alipewa la urithi, kama alinunua, atoe vielelezo. Hao tena tunachopata ukakasi kwamba wanarudi tena kwa viongozi kupiga magoti kwamba wawasaidie. Sasa yeye amekwenda mahakamani, lakini yeye anarudi tena kwenye vyombo kwa viongozi kuomba msaada. Akasema sasa, mbona sisi kama viongozi wa mtaa au wa kijiji hatujaelezwa lolote kuhusu wito wake? Kwa kweli tulikosa majibu. Lakini jioni napokea taarifa kwenye mtandao kwamba waziri amekuja site na viongozi wengine alioongozana nao, ametoa tamko tayari kwamba eneo hili ni mali ya KKKT kwa sababu wao walipata hati. Hata hivyo, maamuzi ya wakazi hawa hayajazuia timu kuendelea na zoezi la tathmini ya ukubwa wa mgogoro huo. Wakati haya yanajiri, mkuu wa wilaya ya Njombe Jumaa Sweda ameomba wakazi wa maeneo yenye mgogoro kuwa watulivu wakati suala hilo likitafutiwa ufumbuzi. Cha msingi ni kuwaomba wananchi kwamba kwanza waendelee kuwa watulivu wakati serikali inaendelea na hatua nyingine ya utatuzi wa mgogoro huu. Msingi wa mgomo wa wakazi wa eneo lenye mgogoro kugoma kuipa ushirikiano timu iliyoundwa na waziri Ndejembi ni shauri linalodaiwa kufunguliwa mahakamani na kanisa ambalo linahusisha mgogoro huo, na hivyo wameeleza kuwa hawawezi kuendelea na mchakato huo wakati kuna shauri lingine linaendelea mahakamani linalohusisha mgogoro huo. Dickson Kanyika, Star TV, Njombe.